Bwana Yesu asifiwe sana. Utukufu kwa Mungu aliye hai, sifa na heshima ni za kwake. Leo ni siku yetu ya 3. Tunakukaribisha sana katika mwendelezo wa darasa letu. Tunatumaini unaendelea vizuri. Sasa wakaribishe na wengine baraka hii na bonyeza alama ya kengele kama bado haujafanya hivyo, kwa upendo wa Mungu unaokaa ndani yetu. Tuanze darasa letu. Semina ya uchumba mpaka ndoa. Somo la 3. Sifa za mwenzi wa maisha. Jinsi ya kumtambua mtu wa Mungu au mwenzi sahihi wa maisha yako. Utangulizi wa darasa. Wapendwa katika Bwana, baada ya kuzungumza juu ya kujiandaa binafsi, sasa tunauliza swali kubwa. Nitamjuaje huyu ndiye mtu sahihi? Kwa sababu ukweli ni huu. Sio kila anayekuja na Biblia mkononi ni wa Mungu. Sio kila anayesema Bwana amenionyesha wewe kweli ametumwa na Mungu. Mungu hakuacha suala hili bila mwongozo. Neno lake linatupa vigezo vya kumtambua mtu wa agano. Mathayo 7 mstari wa 16. Kwa matunda yao mtawatambua. Hatutasema kwa maneno yao. Hatutasema kwa hisia zako. Hatutasema kwa ndoto peke yake, bali kwa matunda yao. Kigezo cha kwanza, hali ya kiroho. 1. Awe ameokoka kweli, sio kwa jina tu. Wa pili wa Korinto 6 mstari wa 14. Msiwe chini ya nira pamoja na wasioamini. Hapa hatuzungumzii mtu anayeenda kanisani tu. Tunazungumzia mtu mwenye toba ya kweli, mwenye hofu ya Mungu, mwenye maisha yanayodhihirisha wokovu. Watu wengi wanadanganywa na maneno, nitamrudisha kanisani, baada ya ndoa atabadilika. Lakini sikiliza vizuri. Ndoa haibadilishi tabia, huifunua. Kama sasa haombi, baada ya ndoa hataomba. Kama sasa hana heshima, baada ya ndoa heshima haitakuja ghafla. 2. Matunda ya Roho yaonekane. Wagalatia 5 mstari wa 22 hadi 23. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, wema, uaminifu, upole, kiasi. Jiulize, je, naona haya katika maisha yake? Maana zawadi za rohoni zinaweza kuigizwa, lakini matunda hayawezi kufichwa. Kigezo cha pili, tabia. 1. Anavyoshughulikia hasira. Hasira ndiyo kipimo cha ndani. Je, anapokasirika anatukana? Ananyanyua mkono? Anapiga kimya kwa siku nyingi? Mithali 16 mstari wa 32. Acheleweshaye hasira ni bora kuliko shujaa. Ukiona dalili za ukatili kabla ya ndoa, usipuuze. 2. Uaminifu wake. Je, ni mtu wa siri nyingi? Je, simu yake ni kama eneo la siri? Je, ana historia ya mahusiano mengi yasiyoisha vizuri? Uaminifu ni msingi wa agano. Bila uaminifu hakuna amani. 3. Anavyowaheshimu watu wengine. Angalia, anavyoongea na mama yake, anavyoongea na wahudumu, anavyowatendea watu wasiomsaidia. Tabia yake kwa wengine leo ndiyo itakayokuwa tabia yake kwako kesho. Kigezo cha 4. Maono na mwelekeo wa maisha. Amosi 3 mstari wa 3. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Swali sio ninapenda. Swali ni tunaelekea upande mmoja?
Je, mna maono yanayofanana? Je, mna mtazamo mmoja kuhusu huduma? Je, mnakubaliana kuhusu watoto? Je, mna mtazamo sawa kuhusu fedha? Upendo bila mwelekeo huchoka. Kigezo cha 4: ushauri na unyenyekevu. Mtu wa Mungu hupokea ushauri, hakimbii marekebisho, hana kiburi kiroho. Mithali 12 mstari wa 15. Njia ya mpumbavu ni sawa machoni pake, bali yeye asikiaye ushauri ni hekima. Ukiona mtu hasikii wazazi, wachungaji au watu wa karibu, jiulize, kesho atasikia nani? Kigezo cha 5: amani ya ndani. Wakolosai 3 mstari wa 15. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Kuna tofauti kati ya msisimko wa hisia na amani ya Roho Mtakatifu. Hisia zinaweza kuwa kali sana, lakini ndani hakuna utulivu. Mtu wa Mungu atakuletea amani, si ya hofu, presha au mkanganyiko. Tahadhari muhimu: usichague kwa sababu ya uzuri wa sura pekee, mali, umaarufu kanisani, hofu ya kubaki peke yako. Mithali 19 mstari wa 14. Mke mwenye busara hutoka kwa Bwana. Mtu wa Mungu hutambulika kwa msimamo wake, tabia yake, heshima yake, uwajibikavu wake, uthabiti wake. Ishara za onyo. Kama mwalimu, siwezi kufundisha bila kuwaonya. Ukiona wivu uliopitiliza, umiliki, kudhibiti kila kitu, uongo wa mara kwa mara, historia ya vurugu, kukataa uwazi, usiseme nitambadilisha. Wewe si Roho Mtakatifu. Hitimisho la somo. Wapendwa, usikimbilie kusema huyu ndiye. Chunguza, omba, subiri, thibitisha. Mungu si wa haraka, na mpango wa Mungu hauhitaji presha. Zaburi 37 mstari wa 23. Hatua za mtu huimarishwa na Bwana. Maswali ya tafakari. Je, natafuta sura au tabia? Je, nachagua kwa hisia au kwa neno? Je, kuna onyo ambazo nimekuwa nikizipuuza? Je, na amani ya ndani kweli? Tukutane sasa kwenye sehemu inayofuata yenye uzito mkubwa sana. Mipaka katika uchumba, jinsi ya kulinda utakatifu, heshima na hatima. Hapa ndipo tunasogea kina zaidi. Kijana, usipotelee dhambini. Tunza utakatifu wako. Weka komenti yako hapo chini ya video hii kama umebarikiwa na darasa hili. Uliza maswali kama yapo. Tutakusaidia. Kwa heri mwanafunzi mwema, tukutane tena kwa darasa linalofuata. Mwisho wa darasa hili ndiyo mwanzo wa darasa lingine. Hii ni Maisha na Neno, uzima kwa wote.